Mshukiwa mkuu anayedaiwa kumpiga risasi mbunge wa Kasipul amewasilishwa katika mahakama ya JKIA. Mshukiwa huyo Isaac Kuria alikamatwa akiwa mafichoni eneo la Isebania alikokuwa akisubiri kutorokea nchi jirani ya Tanzania hapo jana. Haya ni huku mshukiwa mwingine Philip Aroko akifikishwa katika mahakama ya Milimani baada ya kujiwasilisha kwa polisi wiki iliyopita. Kufikia sasa polisi wanawazuilia watu 11 kuhusiana na mauaji hayo. Naam, Nimrod, mwendo wa saa 8 kamili ndipo mshukiwa huyo Isaac Kuria ama maarufu kama Kush atakuwa anafikishwa mahakama ya JKIA, ambapo wachunguzi watakuwa wanaomba mahakama iwape muda zaidi kuendelea na uchunguzi. Mshukiwa huyo ni mshukiwa wa 11 kukamatwa kuhusiana na mauaji ya mbunge wa Kasipul Charles Ong'ondo Were. Kwa hivyo maafisa wa polisi watakuwa wanafika pale ili kuweza kuomba mahakama iwape muda zaidi kuendelea na uchunguzi. Kush ama Isaac Kuria kama ulivyosema alikamatwa akichana mbuga kuelekea katika nchi jirani ya Tanzania, akikamatwa katika eneo la Isebania, na ni yanajiri hayo huku mahakama pia mahakama kuu ikiamuru kwamba Philip Aroko ambaye ni mwanasiasa aendelee kuzuiliwa na polisi kama ilivyoelekeza mahakama hii ya JKIA kwamba azuiliwe kwa muda wa siku 7 ili maafisa hao wanapoendelea na uchunguzi ama uchunguzi uweze kukamilika. Aroko akifikishwa mahakamani JKIA ambapo mwenyewe pamoja na mawakili wake walikuwa wanaiomba mahakama iweze ama ishurutishe maafisa wa polisi kuweza kumwasilisha mahakamani, lakini siku ya Ijumaa aliweza kuwasilishwa baada ya kizaazaa katika mahakama hii kati ya mawakili wa upande wa mashtaka na mawakili wake Aroko. Kwa hivyo aliweza kufikishwa na sasa ataendelea kuzuiliwa siku 7 ziweze kukamilika, na pia hiyo kesho mahakama hii itarejelea vikao vyake ili kuweza kutoa uamuzi kuhusiana na mawasilisho ama ombi ambalo baadhi ya washukiwa wawili walikuwa wamewasilisha mahakama hii ili yule hakimu ambaye anasikiza kesi hii aweze kujiondoa katika kesi hiyo. Kwa hivyo washukiwa hao akiwemo Abel Ochieng ambaye ni mkurugenzi katika Lake Basin Authority watakuwa anapewa pia siku, kwa sababu walikuwa wamewasilisha wakisema kwamba hakimu huyo ajiondoe katika kusikiza kesi hii. Kwa hivyo pia hatima yao itaweza kubainika kesho ikiwa watapewa siku ngapi na ikiwa mahakama ama yule hakimu ataweza kujiondoa katika kusikiza kesi hiyo. Kwa hivyo ni kusubiri hadi saa 8 ambapo tutajua atakuwa anapewa siku ngapi Isaac Kuria aendelee kuzuiliwa na maafisa wa polisi, uchunguzi ukiendelea. Nimrod.